Mambo vipi mtazamaji unayefuatilia STL Media Tanzania? Asante kwa kuichagua kwanza STL Media Tanzania na kuifanya kama channel yako pendwa. Bwana, endelea kusubscribe, lakini pia ninapokuletea mada hii usisahau kucomment hapo ili na wengine wanufaike na pointi ambayo unayo. Na leo bwana, nipo na wanaume. Nimekusogezea mada ya nguvu za kiume, matunda ambayo yatakusaidia wewe kuongeza nguvu za kiume. Kwenye jamii tumeona watu wanahangaika, wanatafuta madawa ya mitishamba ili yaweze kuwasaidia kuongeza nguvu za kiume. Lakini wengi wao imekuwa ni kama taharuki kwa sababu hawajui pia vitu ambavyo vinaweza kupelekea upungufu wa nguvu za kiume. Na ni kiwemo ni msongo wa mawazo. Yaani unapokuwa tu na msongo wa mawazo unaweza kukupelekea wewe kupunguza au kupungukiwa na nguvu za kiume. Lakini pia jambo lingine ni kuwa na lishe duni, ambayo ndo matunda haya hapa. Kama una lishe duni nitakusogezea ambayo atakusaidia wewe kuongeza nguvu za kiume. Lakini pia magonjwa kama kisukari na shinikizo la damu pia inaweza kukupelekea wewe kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo tusichukulie kama jambo ambalo sijui yani ni kubwa sana, hapana. Kama una changamoto hiyo, lakini kama hauna changamoto hiyo, hii pia inaweza kukusaidia wewe kumsaidia mtu mwingine, lakini pia inaweza kukujenga ili tatizo hili lisiweze kukupata. Na matunda ambayo nitakusogezea hapa mojawapo ni ndizi. Na ndizi ni tunda lenye virutubisho muhimu vinavyosaidia katika kuimarisha misuli ya mwili. Kwa hiyo unapokuwa kila ndizi inakusaidia wewe kuimarisha misuli yako ya mwili. Kwa hiyo ulaji wa ndizi mara kwa mara unaweza kusaidia kuboresha utendaji wa mwanaume katika tendo la ndoa. Kwa hiyo uzingatie mwanaume anayetazama kula ndizi. Lakini pia kuna tikiti maji. Tikiti maji ni tunda lenye asilimia kubwa ya maji 92, ambayo lina uwezo wa kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza uwezo wa misuli kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo unapokuwa ukila tikiti linaweza likakusaidia pia kuimarisha nguvu zako za kiume. Kwa wanaume ulaji wa matikiti maji kila siku unaweza kusaidia kuboresha nguvu za kiume na kuongeza ufanisi katika tendo la ndoa. Kwa hiyo zingatia pia kula tikiti maji. Lakini pia cha tatu ni unga wa mbegu za maboga. Mbegu za maboga zina virutubisho vingi kama vile protini, madini ya zinki, lakini pia na nyuzi. Kama tunavyofahamu kuna wengi wao wanatumia sana unga wa mbegu za maboga, lakini hawajui kama zinaweza zikasaidia kuongeza au kuimarisha nguvu za kiume. Kwa hiyo unapotumia unga wa mbegu za maboga pia unasaidia wewe kukuongezea nguvu za kiume, wewe mwanaume ambaye una tatizo. Lakini kama hauna tatizo pia unaweza ukatumia ili ikusaidie au kumsaidia mtu mwingine. Lakini pia jambo jingine ni vitunguu saumu. Na vitunguu saumu pia vinaweza kukusaidia wewe kuongeza nguvu za kiume, kwa sababu vitunguu saumu hivi vinakuwa na kiambato ambacho husaidia kuboresha mzunguko wa damu kwenye viunga vya uzazi. Mzunguko mzuri wa damu ni muhimu kwa uume kusimama vizuri na kudumu kwa muda mrefu wakati wa tendo la ndoa. Kitunguu saumu pia kina sifa za kupunguza madhara. Ili kupata faida hizi, unashauriwa kula vitunguu saumu kila baada ya siku moja kwa muda wa wiki 3 hadi 4. Kwa hiyo kitunguu saumu pia kinaweza kukusaidia wewe kuongeza nguvu za kiume. Lakini pia kitu kingine ni siagi ya karanga. Siagi ya karanga ni chanzo kizuri cha protini na mafuta yasiyo na madhara. Kama tunavyojua protini inaweza kukusaidia wewe kama mwanaume kuongeza nguvu za kiume, hiyo inajulikana kabisa. Kwa mtu mwingine anaweza akawa anatumia hii siagi ya karanga lakini asijue kwamba inaweza ikakuongezea wewe nguvu za kiume. Na vitu hivi pia vina uwezo wa kuongeza nguvu za stamina mwilini, na hivyo humsaidia mwanaume kuwa na nguvu wakati wa kufanya kazi nzito kama tendo la ndoa. Pia siagi ya karanga pia ina madini muhimu kama chuma, shaba, ambayo yote
ambayo yote husaidia kuboresha mzunguko wa damu mwilini na kuimarisha misuli. Kwa hiyo tumia siagi ya karanga, itakusaidia kuongeza nguvu za kiume. Usihangaike na hayo mitishamba, si mnatafuna mizizi gani? Hapana, zingatia vitu hivi. Lakini pia parachichi, kama tunavyojua parachichi linakuwa na protini. Parachichi pia ni tunda lenye vitamini E ambao ni muhimu kwa uzalishaji wa homoni zinazosaidia kuongeza nguvu za kiume. Tunda hili pia lina mafuta mazuri ambayo husaidia kuboresha mzunguko wa damu na kuongeza msisimko wa mapenzi. Kwa hiyo mwanamume, kama una tatizo hili pia tumia parachichi, litakusaidia. Lakini pia pilipili. Watu wengi hapa watashangaa pilipili. Pilipili huwa inahamasisha tu labda kwenye kula, inaleta appetite, lakini hapana. Hata kwenye kuongeza nguvu za kiume pia inasaidia. Kwa sababu pilipili ni chakula kinachosaidia kuboresha mzunguko wa damu mwilini na hivyo kuongeza hisia za mapenzi. Ulaji wa pilipili unaweza kusaidia kuongeza msisimko wa mwili na hivyo kumwezesha mwanamume kuwa na hamu zaidi ya kushiriki katika tendo la ndoa. Sio kwamba tu pilipili inaweza kukuletea appetite kwenye kula. Hapana. Pilipili pia inaweza kukusaidia wewe kukuletea appetite kwenye tendo la ndoa. Mtazamaji, na hili ambalo ni la mwisho ni pweza na chaza. Pweza na chaza. Hii ni aina ya samaki wenye madini ya zinki na chumvi ambayo ni muhimu kwa uzalishaji wa homoni za kiume. Madini haya yana uwezo wa kuongeza msisimko wa mwili na kuboresha nguvu za kiume. Wataalamu wanapendekeza ulaji wa mara kwa mara wa pweza na chaza kwa wanaume wanaotaka kuongeza nguvu za kiume na kuboresha utendaji wao katika tendo la ndoa. Kwa hiyo pweza na chaza pia huwa inasaidia kuimarisha au kuongeza nguvu za kiume. Kwa hiyo msihangaike wanaume, kama una tatizo hili usihangaike na hiyo mizizi unayotumia. Chukua vitu hivi vya asili ambao nimeweza kuvisogeza kwa siku hii ya leo, vitakusaidia. Bwana, asante kwa kuitazama STL Media Tanzania. Endelea kusubscribe, na ulikuwa na mtangazaji wako Winifrida Mchome kutoka hapa STL Media Tanzania. Asante.